السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli wa ba'd. Tunamshukuru Allah kwa mapenzi yake alituletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamsifu uzuri wake, akasema wa innaka la'ala khuluqin adhim, na kwa hakika we Mtume Muhammad uko juu sana katika maadili yako ni ya juu sana, tabia zako ni njema sana. Anayesifu hivyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akamsifu mtume huyu kwa sifa hiyo, na Mtume sallallahu alaihi wa sallam alibaini uzuri wa kutupenda kwake kwa vitendo, mpaka Allah akawa anamwonea huruma. Anamwonea huruma, anamwambia, kwa nini ujiangamize bure? Kazi yako ni kufikisha. Allah subhanahu wa ta'ala anatubainia mwenyewe mapenzi yake Mtume sallallahu alaihi wa sallam, anatuambia hivi: laqad ja'akum rasulun min anfusikum, amekujieni mtume kutokana na nyinyi wenyewe, mwanadamu mwenzenu. Na wakati ikishuka aya, wale watu waliomzunguka wanamjua, wametoka nyumba ile pale, familia yake ni hii, mtu sio jini, binadamu mwenzenu, ametokana na nyinyi wenyewe. Huyu mtume aliyekujieni, azizun alayhi ma anittum, yanakuwa mazito sana yale ambayo yanakusumbueni nyinyi, yanayokuwa shida kwenu, yanampa tabu sana, yanakuwa magumu sana kwake. Akikuoneni nyinyi mtapata tabu. Sasa akifikiria tabu ya dunia, alafu akifikiri na ya akhera ambayo tayari anaijua, anaona watu wasipomwelewa, wasipofahamu, wakamfuata huko, mbona ni tabu zaidi. Akabaini Allah akasema, harisun alaikum, anapupa sana juu yenu mufahamu ujumbe aliouleta, ili mkafaidike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini Mtume sallallahu alaihi wa sallam ni mpole na mwenye huruma. Allahumma salli wa sallim alayhi wa alihi. Ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Mungu alimpenda, akamchagua, akamfanya ni mtume wa mwisho. Hivi kweli Allah ampende mja wake, amchague awe ndiye wa mwisho mpaka dunia ishe, hata kuja mtume mwingine, halafu kweli anaweza akampa watu wabovu wamzunguke kipindi chote cha maisha yake? Kwa akili ya kawaida, watu wote waliomzunguka eti wawe ni wabovu kabisa, mpaka wake alionao wawe ni wabovu kabisa? Inaingia akilini? Haraka yani inaingia akilini. Kwa mapenzi yake Allah akampa watu bora sana waliokuwa karibu yake, na mtu mmoja aliyekuwa rafiki yake kabla hata hajafunuliwa Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa na rafiki yake aliyeitwa Abu Bakar, rafiki yake sana. Na huyo Abu Bakar Mungu alimjalia, pamoja na kwamba mjini
watu wana tabia ya kuabudu masanamu sana. Yeye hakuwahi kusujudia sanamu, hata utume ulikuwa haujaja. Hakuwahi kusujudia sanamu, Mungu alimjalia akawa hivyo. Rafiki huyu wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kipindi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anataka kuhama kwenda Madina, alihama naye yeye. Wakati wanatoka wakataka kuwapoteza wale washirikina maadui zake wasifahamu mwendo atakao kwenda, kwa sababu akitoka na wale wanataka kumfuata wakamuue. Kwa hiyo ni wazi kwamba watamfuata jangwani kuelekea Madina, wanajua ndiko anakotaka kwenda. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawapoteza kiakili, akamwambia Abubakar, si tusitoke kuelekea Madina kwanza, tutoke kama tunakwenda Taif. Wakapanga wajifiche sehemu fulani, lakini kutoka kwao wasianze kufuata jangwa la kwenda Madina, kwa sababu anajua watu watamtoka kumfuata tu. Basi kweli Madina ni upande huu, wao wakatoka wakaelekea upande wa huku, wanaelekea Taif. Kule wakenda wakapanda kwenye mlima ambao ndani yake kuna Ghari Thawr. Akaingia, alipoingia kwenye mlima ule, kwenye pango lililokuwekwa, akatumbukia, wakaingia kule wakajificha. Hawa watu kweli walitoka kumfuata Mtume, wote walipotoka wakaelekea jangwani Madina, wanaelekea upande wa Madina. Tukaenda safari ndefu kidogo, hawamuoni, wakasema haiwezekani, hakuja huko. Kwa hiyo wakarudi, wakaja kufuata tena nyayo na harakati kuelekea upande wa Taif, zikawaleta nyayo mpaka kuelekea pale kwenye mlima ule. Walipokwenda kwenye mlima ule, wakapanda juu, wakaangalia wakakuta pango lile, lakini walipolitazama pango wakakuta athari zilizoko kwenye njia kuingia pangoni hazionyeshi kuwa mtu ameingia. Yani kuna mabuibui wametanda pale kwenye njia ya kupitia, patakuwa pana mtu kweli amepita hapo. Wakaona haiwezekani kuwa amepita, wasingekuwepo hapa. Kumbe Mungu ameleta malaika wake, wamefanya vitu vyao. Ninachotaka kusema kwenye kisa hiki ni kwamba wao mle ndani ya pango wanawaona watu wamekuja. Abu Bakari akawa anapata huzuni kubwa mno kumhuzunikia rafiki yake Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwamba hawa wakituona kadhia yetu imekwisha, hasa ya Mtume imekwisha. Wakati ana huzuni kubwa hivyo, Mtume sallallahu alaihi wa sallam anamwambia, ma dhannuka bithnaini llahu thalithuhuma. Abu Bakar, hivi dhana yako wewe ikoje? Iko wapi kwa wawili ambao ni sisi, mimi na wewe? Sisi wawili, Allah ndio watatu wao. Wewe dhana yako iko wapi? Una wasiwasi wa nini? Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha tukio lile la kumwokoa siku ile kwenye Qur'ani, akasema illa tansuruhu, kama nyinyi hamtomnusuru mtume wa Mwenyezi Mungu. Anaambiwa watu wengine hapo, faqad nasarahu Allah, mbona Allah alishamnusuru siku ile? Mbona Allah anaweza kumnusuru na alikwisha mnusuru? Idh huma fil ghar, wakati wakiwa wawili wamo ndani ya pango, Mtume na Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibihi, Mungu anasema wakati Mtume akimwambia sahibu wake, rafiki yake. Mungu amethibitisha usuhuba, anamwambia la tahzan inna Allaha ma'ana. Mtume anamwambia usihuzunike, Mungu yuko na sisi. Wewe una wasiwasi wa nini? Wawili ambao watatu ni Mungu wao, yuko pamoja nao. Mungu akathibitisha usuhuba ule kwenye Qur'an. Tuko vizuri hivi? Allah akishasema huyu ni rafiki yake, wewe alafu ukasema sio rafiki yake, ni adui yake, utakuwaje? Naeleweka? Tunakwenda pamoja? Pindi Allah akisema Abu Bakar ni rafiki yake Mtume,
wewe ukaja ukasema si rafiki yake, ni adui yake, wewe ni nani kipindi hicho? Na wewe ndio adui. Umemwambia Mungu kwamba huyu sio rafiki yake, ni adui yake, yaani Mungu hajui, yeye ndio adui. Haya, Mungu akisema mimi nasema ni rafiki yake, tena muombeeni radhi, semeni radhiyallahu anhu, wewe ukamwambia Mungu na kuomba Mungu umlani huyu, wewe ni nani? Ni adui tu, si shetani kabisa. Sasa nataka kuanza utangulizi huu ili mkae hadhiri kwamba kuna watu akitajwa Abu Bakar ni Siddiq, wao wanasema la'natullahi alayhi. Kama mtu huyo wewe unamsikia, halafu yeye akisema ni Muislamu mbele ya macho yako, wewe unamuona kweli ni Muislamu? Ndio hicho ninachotaka ukielewe vizuri. Somo langu liko katika sura hiyo, umenielewa? Nimeanza kumtambulisha kwa utambulisho wa Allah kwamba huyu alikuwa rafiki yake kimazingira tu, kwanza watu wanajua hiyo, halafu Mungu akathibitisha rafiki yake. Mtume mwenyewe naye akaja akathibitisha hivyo. Alipotaka kuoa akamwambia Abubakari, niozeshe binti yako fulani Aisha. Abubakar akamwambia ahlan wa sahlan, akamuozesha. Urafiki umezidi au hujazidi? Umezidi Basi nakuelezeni kisa kimoja cha ajabu haraka haraka ili somo likae vizuri pindi tukilipitia. Siku moja kuna sahaba anaitwa Amr ibn al-As. Huyu bwana alikuwa ametumwa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam kazi fulani. Amr ibn al-As alipotumwa ile kazi akaifanya kwa uzuri, Mtume akafurahia sana. Alipofurahi yeye akaona kwa furaha hii ya Mtume naweza nikamuuliza kitu. Akamuuliza akamwambia, ya Rasulullah, man ahabbu nnasi ilaika, ni mtu gani unayempenda sana? Sawa sawa, mtu gani Mtume unampenda sana? Pengine alifikiri na mimi naweza nikawa wa pili, wa tatu, wa nne, si ndio? Kwa sababu ameona furaha ya Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tabia, kila mtu anampa mkabala fulani mpaka anaona labda mimi ndio wa kwanza kupendwa na yeye. Alikuwa hivyo, habagui. Sasa siku ile alipomuuliza nani mnayempenda sana, Mtume akasema Aisha, straight bila kusita. Si ndio mke wake mdogo alikuwa akasema Aisha. Ile bwana akamwambia Rasulullah, sikukusudia hivyo, huyo mimi najua mkeo huyo, nakusudia wanaume. Akasema abuha, baba yake. Haja sita. Baba yake ni nani? Ni Abu Bakar as-Siddiq, yule aliyemsema Allah, sahibu wake yule. Alipoulizwa unayempenda katika wanaume ni nani, akasema babake. Wewe bwana akaona ngoja niulize wa pili, labda pengine mtakuwa mimi. Akamtaja wa pili, Mtume akataja mtu mwingine. Sina haja ya kuwataja hao watu waliotajwa kipindi, lakini yule wa kwanza nilikusudia uelewe. Alipoambia mtu anayependwa, unayempenda sana kwanza, akasema Aisha. Akamwambia nakusudia katika wanaume, akamwambia baba yake. Umeipata vizuri? Kwa hiyo Abu Bakar amethibitishwa na Mtume kwamba ni mtu wa kwanza katika wanaume anayempenda. Tuko vizuri? Sasa huyu kipenzi wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimpenda mwenyewe kabisa, halafu akawa mkwewe, Allah amemthibitisha ni sahibu wake. Sawa sawa. Hivi anatokea mtu anamuona huyu ndio adui wa Mtume, mtu yeye anaona hivyo, huyu mtu nani huyu? Halafu yeye ndio atakuletea wewe Uislamu kweli? Kuweni makini vizuri. Somo langu liko hivyo, kwa maana hiyo sura inakuja taratibu, tutakuja kuiona tu nyinyi. Watu wenyewe wa aina hiyo wakiingia katika Uislamu, anapomtamkisha mtu shahada ulioizoea wewe inasema hivi, ashhadu an la ilaha illa Allah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Imekwisha ndivyo sivyo? Au wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, kesi imekwisha. Wao haiko hivyo, iko hivi, anamtamkisha mtu shahada alislimu, ashhadu an la ilaha illa Allah, mtu anatamka ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, mtu anatamka, si ameshaingia Uislamu hapo, anamuongezea kitu kidogo, wa ashhadu anna aliya waliyullahi wa hujjatuhu ala khalqihi, mtu anaitikia hiyo, atupinge tukatai kitu. Hebu haya, waliyullahi Ali wa hujjatullahi ala khalqihi, haya si mtu tayari ameshakuwa Muislamu? Sikiliza yanayofuata, anamwambia sema sasa, wa ashhadu, mtu anasema wa ashhadu anna Abubakar wa Umar wa Uthman wa Hafsa wa Aisha wa Hafsa fi nnar. Eti mtu aitikie maneno hayo, nashuhudia kwamba Abubakar na Umar na Uthman na Aisha na Hafsa wako motoni. Ala, hivyo ushuhuda huu wewe ulipewa na nani watangazie watu? Lakini ipo hiyo, wanafanya hivyo. Sasa amemuingiza kwenye Uislamu au anamtoa, maanake ameshamkuta huyu Muislamu, sasa anamtoa kwenye Uislamu. Ndugu zangu, nimeanza na utangulizi huu mfupi ili tutakapokwenda na somo letu, nafikiri utakuwa unakwenda na mimi vizuri kuziona aya zinavyowazungumza watu walivyo wazuri. Halafu mtu tunaibuka katika karne zetu hizi, taabu kweli kweli. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema hivi, khairu ummati qarni, umma ulio bora sana ni karne hii niliyoko mimi. Yani karne yake Mtume ambayo imeambatana na maswahaba, akasema ndio karne bora sana. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaofuata wao. Manake maswahaba wapo na tabi'in, si ndio? Thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaowafuatia wao. Manake tabi'ina wapo na tabi'in. Baada ya hapo Mtume akanyamaza. Hizo ndio karne, watu bora sana katika karne bora baada ya mimi ni hizo. Tuko vizuri? Sasa watu walioibuka wanaotufundisha vitu hivi vya kumchukia sahaba Abubakar, Umar, Uthman na Hafsa na Aisha, wameibuka sio hata karne hizi, kama ni hizo kwetu tunazoishi juzi, ndio wanatufundisha Uislamu au wanatuletea vitu gani? Tuko vizuri eh? Ndugu zangu, msikilize Mtume sallallahu alaihi wa sallam anavyowazungumza watu wake mwenyewe alivyokuwa akiishi nao. Alisema hivi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, mtu mwenye huruma sana katika ummati wangu, kuwahurumia ummati wangu ni Abu Bakar. Amesema Mtume maneno haya radhiyallahu anhu. Akasema hivi, wa ashadduhum fi amri llahi Umar, na mtu shadidi mkali sana ahakikishe amri ya Mungu inatekelezwa, Umar. Anamsifu, yani aone kwamba amri inatekelezwa, Umar bin Khattab, mpaka alisifiwa kwamba Umar, shetani akiwa anakuja njia hii na wewe unakuja njia, lazima abadilishe njia, atabadilisha njia. Mtume amemsifu Umar namna hiyo radhiyallahu anhu. Akamsifu mwingine akasema, wa ashadduhum hayaan Uthman, na mtu mwenye haya sana katika ummati wangu Uthman. Maneno haya hayana maana kama watu wengine hawana haya au watu wengine walikuwa sio wazuri kwenye nani, lakini Mtume si anawajua watu wake anavyoishi nao, kwamba huyu kama kuna sifa nitaitoa kwa huyu, na huyu kama kuna sifa fulani nampa huyu, na huyu ana vitu vimejitokeza, si ndio? Alikuwa akiwasifu namna hiyo ummati wake. Akasema hivi, wa aqdahum Ali, na mtu ambaye kama ikipelekwa kesi kuiamua vizuri sana, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Si unaona kazi hivi? Hao wengine kwa nini walikuwa hawezi kuhukumu kesi? Wanaweza, lakini Ali bin Abi Talib ilikuwa kuna miza fulani imejitokeza kwake, akaisifia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaendelea akasema hivi,
wa a'lamuhum bil halali wal haram Muadh ibn Jabal, na mjuzi sana katika ummati wangu kuhusu halali na haram Muadh bin Jabal. Ukiulizwa kwani hao masahaba wengine wote walikuwa hawajui halali na haram? Wanajua, lakini kuna kitu kimejitokeza kwa Muadhi, mtume akakisifia. Sawa sawa, hivi ndivyo alivyokuwa akiishi na masahaba wake. Akasema hivi, wa afradhuhum Zaid ibn Thabit, na mtu aliyekuwa bomba kabisa kuhusu mirathi Zaid bin Thabit. Yani ikipelekwa kadhia ya mirathi kwa Zaid bin Thabit imefika pahali pake. Sawa sawa, unaona anavyosifu masahaba wake radhiyallahu anhum. Wa aqra'uhum Ubay ibn Ka'b, na msomaji mzuri wa Qur'ani na kuwasomesha wenzake vizuri Qur'ani na kuijua vizuri Ubay ibn Ka'b. Ya Allah, hivi kwani wengine walikuwa hawajui kusoma Qur'ani vizuri? Nitakupa mfano mmoja. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimwambia Abdullah bin Mas'ud, nisomee Qur'an. Abdullah bin Mas'ud akamwambia, ya Rasulullah, kwako imeshushwa, halafu mimi nikusome wewe? Akamwambia, uhibbu an asma'u min ghairi, napenda niisikie kwa mwenzangu akiisoma mwingine. Sasa hebu angalia, siku hiyo alimwambia nani? Abdullah bin Mas'ud, nisomee. Lakini wakati huo wanasema msomaji wa Qur'ani bomba kabisa, atakayewasomesha wenzake vizuri sana Ubay ibn Ka'b. Si unaona kama kuna sifa kila mmoja inajitokeza? Bali kuna siku moja alikuwa amepita usiku, akamsikia Abu Musa al-Ash'ari anasoma Qur'ani, akamsikiliza. Halafu asubuhi akamwambia, umepewa zumari za kina Ali Daudi wewe, trumpet ya kina Ali Daudi umepewa wewe katika sauti yako ilivyo nzuri. Si unaona amemsifia naye kivyake? Mpaka yule Abu Musa al-Ash'ari akamwambia, ya Rasulullah, ulinisikia? Akamwambia, nilikusikiliza sana. Akamwambia, kama nilijua unanisikiliza ningekuongezea tena kidogo. Ninachopenda kusema hapa ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akiishi na maswahaba wake, anawakagua na vitu vizuri anavyoviona anavisema, na anawahamasisha ule uzuri wao. Sawa sawa. Sasa watu wazuri namna hii kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ambao Allah mwenyewe amependa waishi na yeye ili waieneze dini, halafu atokee mtu leo ghafla tu aseme fulani ametajwa, laanatullahi alayhi. Inakuwaje hiyo? Kwa hiyo ikawa katika sura hii Mtume sallallahu alaihi wa sallam anawajua ummati wake, masahaba zake, na akasema walikulli ummatin aminun, na kila umma ulikuwa una mtu ambaye anasifika ni mwaminifu sana. Wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, akamsifu Abu Ubaida ni amin, mwaminifu sana katika umma huu. Watu hawa walioko wanaofanya vitu hivi, wanaotufundisha vitu Uislamu, Abu Ubaida anaingizwa naye ni mtu asiyefaa. Yaani vitu vyote hivi Mtume anavisifu, anaibuka mtu anakuambia hiki hakifai. Nimependa somo hili kulitanguliza kwa utangulizi huu, ili tunapozipitia aya muwe mnafahamu kinachozungumzwa kwa uzuri na muweze kuchukua kilichoko ndani ya aya hiyo. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala alituambia katika surati al-Maida, akasema al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Siku ile ya Arafa ambayo yeye ndio alifanya hija yake Mtume, akasema siku ya leo wamekata tamaa makafiri na dini yenu. Dini manake imekuja vizuri sana, wameshakata tamaa. Msiwaogope wao, niogopeni mimi, Allah anasema. Alafu akamalizia al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekamilisha kwenu dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza neema yangu. Wa raditu lakum al-islama dina, na nimeridhia kwenu Uislamu uwe ndio dini. Maneno hayo Mtume anayasema, wanaoyapokea ni kina Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali. Sasa
na hao wote wapizwa na kina Aisha na Hafsa ndio wanaoyasikia kipindi hicho maneno hayo. Dini imekamilika, wanaipokea wao, imekamilika. Miaka hii tulionayo, aibuke mtu akwambie wale watu bwana walikuwa hawafai, itakuwa yeye dini ameipata kutoka kwa nani? Ameipokea dini hiyo inofaa kutoka kwa nani? Si tumeipokea kwa wale ndio walioshuhudia hizi aya zikishuka. Sasa si tukaiona inafaa, wao wakija watuambie hawa si watu, hawafai, wanastahili laana, kiasi kwamba wanaweza kufanya michezo mpaka ya ajabu ajabu. Eti wanafanya sherehe yao, wanakata keki, ile keki imeandikwa Umar ibn al-Khattab, alafu inakatwa Umar ibn al-Khattab fi nar, inakatwa alafu watu wanakula. Wanafanya vitu vya namna hii. Hawa ndio waliopokea hizi aya, si tukaona dini imekamilika. Sasa wakituambia hawafai, wao dini wameipokea kwa nani? Itakuwa kwa Firauni au kwa Ibilisi mwenyewe? Itakuwa Ibilisi amekuja usiku hivi akawagawia dini inayofaa. Mwenyezi Mungu atulinde na shari hiyo. Ndugu zangu, napenda niwaambie vitu hivi vinavyofuata ili tuone kwamba tunapoletewa vitu vya namna ile, mtu awe mwenyewe kichwa chake kinafanya kazi haraka sana. Hebu sikilizeni aya hii ninayoisoma sasa hivi. Aya hii ni katika suratu Tauba, inasema hivi, aya 100 kama sikosei. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum. Was-sabiquna al-awwaluna, na wale wema waliotangulia, wale waliotangulia wa mwanzo. Al-awwalun, sabiquna al-awwalun, wale wa mwanzo kabisa walioingia katika Uislamu. Sasa wa mwanzo kabisa, minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina na ansari walioingia mwanzo kabisa katika Uislamu. Sawa? Walladhina tabauhum, na wale waliowafuata wao baadaye, biihsanin, wakawafuata kwa wema. Allah anasema radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia. Allah amewaridhia. Umeelewa maana maneno haya? Wale walioingia mwanzo Uislamu, wale katika muhajirina na ansar. Hebu tushike kipengele hicho tu, muhajirina na ansar. Hebu acha kwanza kipengele cha pili, walladhina tabauhum. Hebu minal muhajirina wal ansar wala sabiquna alawwalun. Allah anasema radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia. Wa kwanza kabisa kuingia katika Uislamu katika wanaume, unayemjua wewe ni nani? Abu Bakar, si ndio? Wa kwanza kabisa, ndivyo sivyo? Alipoingia katika Uislamu Abu Bakar, siku 2-3 na amemleta na Uthman ibn Affan, rafiki yake, si ndio? Umar ibn Khattab, matukio fulani yametokea mpaka akafika kwa dada yake, alikuwa mpinzani sana. Amemkuta dada yake siku hiyo ameshika karatasi za Qur'ani mkali kama nini, anataka kumuua Mtume. Umar ibn Khattab kwa bakhti alipoishika sura siku ile karatasi, anamwambia dada yake nipe hiyo. Akamwambia nenda katawadhe kwanza, kaoshe mikono yako wewe najisi. Akaenda kuosha, potelea mbali apate kuona. Kuja alipoletewa zile karatasi kuzisoma, Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Akasoma, mara machozi yanaanza kumtoka, mpaka dada yake anashangaa, anauliza Muhammad yuko wapi sasa hizi? Anaelekezwa aliko. Akaenda naye, akaenda akaslimu, na alipokwisha slimu tu anamwambia Mtume hivi, baada ya muda kidogo tu anamwambia hivi, si dini hii ndio haki? Kwa nini tunafanya kwa siri? Situtoke tu. Unaona kazi, si ndio hao mwanzo wenyewe Mungu anasema? Allah anasema radhiyallahu anhum, amewaridhia. Umesikia maneno ya kwanza,
Akasema waradhu anhu, nao pia wamemridhia Allah. Wa a'adda lahum jannatin, na amewaandalia pepo. Allah anasema kabisa, tajri tahtaha al-anharu, inapita mito chini yake, khalidina fiha abada, watakaa humo milele. Allah ametangaza kabla hawajafa. Dhalika al-fawzu al-adhim, huko ndiko kufaulu kukubwa. Maneno haya yamesema Mungu, yamo ndani ya Qur'ani, hayamo hivi. Baada ya kusema Allah amewaridhia hivi, Allah hana fahamu alafu baadaye kumbe mimi nitawachukia baadaye, lakini nimeshaandika amewaridhia, itakuwaje? Mungu wa namna gani huyo? Kuna aya ipi iliyoshuka nyingine ikasema Allah amefuta ile ya kuwaridhia? Sasa anapotokea mtu akasema mtu aliyeridhiwa na Allah alafu yeye anasema Mungu mlani huyo mtu vipi? Akikwambia yeye ni Muislamu, yeye anakuambia mimi Muislamu mwenzio bwana, lakini huyu anasema Mungu amlani, na Allah anasema Allah amewaridhia watu, inakuwaje? Unaonaje Uislamu wake? Una matatizo eh? Sikiliza aya nyingine, Suratul Fathi, inna fatahna. Allah anasema hivi, laqad radiyallahu anil mu'minin, kwa hakika Allah amewaridhia waumini wale, anil mu'minin, wale waumini wale amewaridhia. Utawajua waumini gani? Idh yubayi'unaka, wakati ule wakifanya bai'a na wewe, tahta shajara, chini ya ule mti. Maneno haya maana yake hatakiwa eleweke. Kumbe kuna waumini walifanya bai'a na mtume chini ya mti fulani, sawa sawa, wakafanya bai'a na mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya mti fulani. Tukio hili ni siku ile ya Hudaybiyah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama akaenda Madina, halafu aliota kwamba amekwenda kufanya umra. Alipoota kufanya umra akawaambia maswahaba, Mungu ameshanionyesha kuwa mtakwenda kufanya umra na nyinyi. Wakafurahi sana maswahaba kwamba tutaingia tena Maka. Siku waliopanga kwenda kufanya umra, alipofika kwenye eneo hilo la Hudaybiyah, ameweka kambi pale, akamtuma Uthman ibn Affan, nenda Maka ukawaambie viongozi wa Maka kwamba hatukuja kwa ugomvi wala kwa lolote, tumekuja kwa ajili ya kufanya ibada, halafu tuondoke zetu. Na hii Al-Kaaba hazuiwi mtu, sawa sawa. Wamekuja katika hali za kawaida, sio kwa silaha na nini na nini, waje wafanye umra wamalize waondoke. Akamtuma mtu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ile heshima na taadhima, akaenda kuambia wenye mji, jamani, tumekuja kufanya umra tu. Akatuma Uthmani akafikisha ujumbe ule. Uthmani alipokwenda kule akachelewa sana kurudi, kukaja uvumi, wamemuua. Ule uvumi haujulikani vizuri, umeletwa na jini na nani, mtu gani, Uthmani ameuawa. Takuwa ameuawa, imetoka wapi? Penye wengi, unajua penye wengi si linaweza likavuja neno mpaka likawa ndio linalozungumzwa. Itakuwa ameuawa. Mtume akasema njooni, kama Uthmani nimemtuma kwa kazi ya kutoa taarifa halafu amemuua, aliye na mimi hapa aweke mkono kwamba hakuna kurudi au tufe sote, potelea mbali lolote litakalokuwa. Manake bai'a yenyewe ni kwamba kila mmoja anaweka mkono wake, nimekubali. Sasa Mtume akaweka mkono, manake watu wanaweka mkono wakiwa wengi, wanaondoka, wanakuja wengine wanaweka mpaka wamalizike. Alipoweka mkono wa kwanza mtu ameweka, akamwambia na Uthman na unauweka, akaweka na Uthman. Kwa hiyo mikono yake iko wake na wa Uthmani, sawa? Tuko vizuri? Watu wakaweka mikono wote waliokuwa pale kwamba liwalo na liwe, haondoki mtu hapo kama Uthmani ameuawa. Allah akafurahishwa na kitendo cha watu waliomkubali mtume kwa kiasi kile, akasema laqad radiyallahu anil mu'minin, kwa hakika Allah aliwaridhia waumini wale. Mpaka hapo tuko vizuri? Idh yubayi'unaka, wakati ule wakifanya bai'a ile ya kwamba hataondoka mtu, wafe wote, tahta shajara, chini ya ule mti. Ilikuwa pana mti hapo unaitwa shajaratu bai'ati ridwan, unaitwa hivyo ule mti kwenye sehemu hiyo. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah akajua yaliyomo ndani ya mioyo yao.
wamekubali hawa. Faanzala sakinata alaihim, akawashushia utulivu, hawana wasiwasi. Tuko vizuri? Sasa swali linakuja, Allah ametangaza alikwisha waridhia waumini wale waliokuwa wamefanya bai'a ile, amewaridhia. Hivi Allah akishamridhia mtu, huyo mtu ni wa peponi, ni wa motoni? Wa peponi. Swali jingine linakuja, Abu Bakar, unafikiri siku ile alikuweko pale? Hakuwepo? Alikuwepo. Kwa hiyo kwenye ridhaa hii yumo hayumo? Umar ibn Khattab, mnafikiri alikuwepo? Hakuwepo? Nyinyi kama hamjui, mimi nawaambia alikuwepo. Uthmani ndio huyo aliyetumwa, manake yupo, ndivyo sivyo? Na ndio watu watatu wanaosema vibaya hapa. Ali alikuwepo. Ali hatuna tabu naye, kwa sababu hao watu hawamsemi vibaya Ali. Hao watu wenyewe Ali hawamsemi vibaya, wanaosema vibaya hao wengine. Ali alikuwepo radhiallahu anhum wa ardhahum. Sasa hawa watu waliokuwepo hawa, Allah amewaridhia, halafu anaibuka mtu anaomba dua, ya Rabbi hawa walani. Wewe unamfundisha Mungu awalani watu aliowapenda, amewaridhia. Umenipata vizuri? Kwa hiyo kuweni makini sana pindi mkiona element hizo zinakuja kwenu kwa watu wa type hiyo. Mimi sipendi kuwataja ni kina nani, wawe na jina lolote watakaloitwa, kwa sababu leo wanaweza wakaitwa jina hili, kesho wakaitwa kwa jingine. Hizo alama hizo zikija, wewe weka alama ya kuuliza kwamba hawa ndio wale ambao eti wanamkosoa Mungu, wanamwambia Mungu umewapenda watu siwo. Sawa sawa. Anasema Allah kwenye surati Tauba, ile niliyosoma sasa hivi ilikuwa ni Fathi. Kuna nyingine surati Al-Anfal, surati Al-Anfal aya 74 inasema hivi, walladhina amanu, na wale walioamini, wahajaru, na wakahama, wajahadu fi sabilillah, na wakapigana katika njia ya Allah, walladhina awaw wa nasaru, na wale ambao wapokea wenzao na wakanusuru, ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini wa kweli kweli, lahum maghfiratun wa rizqun karim, ni wakwao msamaha wa Allah na riziki tukufu yenye sifa ya ukarimu. Tuchambue wale walioamini na wakahama na wakapigana jihadi katika njia ya Allah. Abu Bakari yumo hayumo? Umar, Uthmani. Sasa kuna shida gani tena? Wamo Kuna watu chungu mzima, hao pengine hawataji sana, waliowapokea wenzao wa Madina, hao chungu mzima wamewapokea wenzao. Hao wote Mungu anasema ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini kisawasawa. Sasa waumini kisawasawa anawathibitisha Allah, halafu unamwambia Allah walani. Mnanielewa jamani? Tuko vizuri? Lahum maghfiratun, ni wakwao msamaha wa Allah kwenye makosa yoyote waliokosea. Mungu ameshatangaza msamaha hata wakikosea. Wa rizqun karim, riziki yenye sifa ya ukarimu. Riziki yenye sifa ya ukarimu ni peponi, sio duniani. Ukisikia rizqun karim ni peponi. Duniani riziki sio karimu, mpaka ufanye jasho kidogo, utoke jasho upate. Peponi ndio hakuna kutoka jasho. Kwa hiyo mkarimu kwa kawaida huwa anakupa tu, si ndio mkarimu? Sio lazima wewe uhangaike kwake, kwa ukarimu wake anakupa. Hataki hata kushukuriwa, ndio karimu. Ndio peponi kulivyo. Peponi mto unapita hapo, ukitaka maji yaingie kwenye glasi unaweza ukayaita hivi, yakaingia kwenye glasi, ukimaliza unakunywa, unaambia basi. Peponi Allah anasema umekaa hapa, tawi la mti liko hapo, lina maembe pale, wewe lile tawi litakusogelea lenyewe uchukue, sio wewe ukapande ufanye hivi, hakuna. Ndio rizqun karim. Allah amewatangazia watu hao rizqun karim. Tena ndio watu kuja kuombea lana leo. Anaombea lana sana, anajiombea lana mwenyewe. Niwaambie na sifa ya lana ilivyo. Lana tabia yake Mtume alivyozungumza,
inapotolewa kwa kitu chochote, hata ukimwombea lana ng'ombe kwa mfano, ile lana inaotoka kwenye kinywa chako kama kiumbe hai, imetoka pop, ikitoka kwanza haiendi kwa ng'ombe, inakimbilia mbinguni. Milango inafungwa mbinguni, haipati pa kwenda, inarudi ardhini, inataka kuingia, milango imefungwa ardhini. Hii lana kwa inatakiwa enda, inapiga mashariki, inapiga magharibi, haina pa kwenda. Halafu sasa inarudi, ikirudi na mwangalia yule aliombea lana, anastahiki? Wewe umemwambia ng'ombe Mungu akulani, yule ng'ombe anastahiki kweli lana? Ile lana yenyewe ndio inamkagua ng'ombe, mbona hastahiki? Inamrudia mwenyewe mwenye kuitoa. Meleka. Ndio mafundisho ya Mtume yako hivyo. Hivi tukiombeana lana tuwe makini sana. Kama unamwombea mtu lana na sio stahiki yake, lana inarudi kwako. Mungu atulinde na shari hiyo. Kwa hiyo hawa wanaoombea lana watu ambao Allah amesema nimewasamehe. Kwa sehemu nyingine ndio hiyo surati Tauba aya 20-22, alladhina amanu wa hajaru, wale walioamini na kuhama, wajahadu fi sabili llahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan inda Allah, wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, wana daraja kubwa sana mbele ya Allah. Hawa watu wametushinda sana, sio mchezo. Ndivyo sivyo? Wametushinda kwa kweli. Halafu Allah anasema wa ulaika humul faizun, hao ndio waliofaulu. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan, Allah anawapa habari njema ya rehema zake na radhi. Wa jannati lahum, na pepo ya kwao anawapa. Fiha naimun muqim, ndani ya pepo hizo kuna neema za kudumu. Mungu amewatangazia kabisa pepo na neema za kudumu. Kwa sababu gani? Wameamini, wakahama, wakapigana jihad. Hao wote wakitajwa namna hiyo, sifa hizo zote, siku zote Abubakari yumo, siku zote Umar yumo. Hatuijui jihadi ambao hawakwenda na Mtume. Uthmani yumo. Uthmani anajulikana jihadi na Mtume alikwenda, labda pale ilipokuwa Badri wamekwenda watu, yeye akawa amepewa kazi ya kumuuguza mkewe na akafa. Jinsi Mtume alivyokuwa anampenda, akamuozesha mke mwingine, na pili na alipokufa akamwambia kama ningekuwa na watatu ningekuozesha tena. Jinsi alivyompenda sana Uthman bin Affan. Alipomwambia kama ningekuwa na binti watatu ningekuozesha, maana yake anatufahamisha hivi, pale ukiwa umeoa halafu mke akafa, ukaoa mwingine akafa, kwa watu wanasema mwanamume huyo rafiki yangu anaua wake, yani nyota yake inaua wanawake. Mtume alikuwa anafuta hiyo, hakuna vitu hivyo. Mtu anakufa na yake, anamwambia ningekuwa na watatu ningekuozesha. Tuko vizuri Sasa ndugu zangu, vitu hivi napenda uvishike kwa uzuri sana. Nimezungumza aya tu za kuonyesha watu hawa jinsi walivyo wazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akija mtu akikuletea porojo na tarehe nyingi, kwa sababu watu hao wakija wao wanakuja na historia, wanakuambia hivi, nimeanza nikufungulia sasa. Tekniki zao zinapokuja ni hivi, unajua mtu akiwa ni kiongozi akitaka kufa si lazima anaandaa watu wa kuja kutawala baadaye. Unamwambia ndio. Sasa hivi unafikiri kwa nini Mtume awe hakuandaa mtu anayemfikiria yeye atawale? Wewe unataka kusemaje kwani? Mtu wa karibu sana aliyekuwa naye karibu kabisa, mtoto ami yake Ali bin Abi Talib amemlea mwenyewe na akamsifu akdhahum Ali, mwenye sifa ya kuhukumu vizuri. Inakuwaje? Kwani unataka kusema inakuwaje? Mimi nataka kusema hivi, Mtume alipokufa, wakati Ali bin Abi Talib ameshughulika kumhudumia ili amzike, watu huku wakawa wanafanya uchaguzi. Kwa hiyo itakuwaje wanafanya uchaguzi? Kwa nini wao wasiende kumhudumia Mtume? Amekufa, nao marafiki ni wapenzi. Kwani jamani, kanuni za maiti, wahudumu wa maiti wa kwanza ni marafiki au ni ndugu? Sasa mbona tunataka kukimbia hatari tunayojua? Wale walikuwa wanamhudumia Mtume ndio watu wa karibu hasa kwa Mtume. Sasa unataka kuhudumia Abu Bakar mkwe na nani sijui na nani, hawa Ali bin Abi Talib na ammi yake ndio wa karibu wa kumhudumia yeye.
Hilo halina kichwa wala miguu. Kwa hiyo wanakuletea hili mpaka uone kweli wakawa wanafanya mpango wa nini, wa kupindua usia wa mtume. Usia upi? Wanaujua wao tu kwamba eti mtume alikuwa na usia, halafu hawa wakaupindua usia wa kumtawalisha Ali bin Abi Talib. Hayo ni maneno yanasemwa na binadamu, si ndio? Allah amewaridhia hawa watu. Haya maneno hao utayafutaje? Ndio maana mmesoma aya mimi, kwa sababu wewe utaletewa tarehe, historia zilizotengenezwa na watu. Atakuja atakuletea jingine, unajua, lakini kiakili, kwa nini wasingekaa naye Ali bin Abi Talib kwanza? Wasingengoja mpaka wakamaliza kumzika ndio alafu wakakaa kwenye uchaguzi na Ali awepo? Hilo tu. Kwani kuna maneno yote Ali bin Abi Talib alisema ya kuwapinga wale uchaguzi waliokuwa wameufanya? Yapo? Hakuna. Kwa nini hakuna? Watakwambia takia. Takia ni nini? Ali bin Abi Talib hakutaka watu wagombane. Sasa kama Ali bin Abi Talib hakutaka watu wagombane na wewe unampenda, mbona wewe unataka sasa watu wagombane? Wakati watu wameshafanya lile, limepita, Waislamu wote wamekubaliana, Ali amelikubali, mbona wewe unafanya kinyume na unampenda Ali? Wewe ndio unataka kuvuruga watu sasa. Tuko vizuri? Hayo ndio mambo ya akili ya kuzungumza. Ndio maana nikatanguliza aya, kwa sababu najua utaletewa vitu hivyo. Ndivyo vitu unavyoletewa, ni vitu vya kutengenezwa na watu. Nataka niwaeleze kitu kingine sasa. Katika ile bai'atur ridwani iliyofanywa siku ile ambayo nimekuchambulia, kuna vitu mtume alivisema hivi. Jabir bin Abdullah al-Ansari anatuambia hivi, anasema qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, alituambia mtume sallallahu alaihi wa sallam yaum al-Hudaybiyah, siku ile ya Hudaybiyah, ile kwenye ule mkutano wa pale, alituambia hivi, antum khairu ahli al-ardi, nyinyi katika watu wa ardhi waliopo leo duniani, nyinyi ndio watu bora kabisa kuliko watu wote walioko ardhini. Tuko vizuri? Kauli ya mtume hiyo, anawazungumza watu wale, antum khairu ahli al-ard. Na kwa nini mtume aseme hivi? Kwa sababu Allah amewaona wale watu, alafu akasema amekuridhieni Allah, si ndio hivyo? Anasema siku hiyo, wa kunna 1400, tulikuwa watu 1400, tukaambiwa ni watu bora sana katika dunia. Haya, mtu aseme sio katika dunia, katika ardhi hii, basi hii tulionao ya Arab, potle mbali iwe hiyo hiyo, tuijadili hiyo hiyo. 1400 watu wamesifiwa ni watu bora. Watu hawa 1400 hawakupinga utawala wa Abu Bakar ni Siddiq. Vipi tuko leo hii wanaibuka watu wanaupinga utawala ule? Sijui nimeeleweka kipengele hicho? Hawa si watu 1400 wamesifiwa, nyinyi watu bora sana. Watu bora wanaosifiwa na mtume. Abu Bakar kama amekosea, wote wamenyamaza, wote wamenyamaza. Alafu sisi tuje leo, miaka ya leo, ndio tuseme unajua ilikuwa utawala ule haufai, utawala ulikuwa ni wa Ali bin Abi Talib. Tunasema sisi hawa waliosifiwa na mtume watu 1400 kimya, takuwaje bwana? Ndio maana nilitanguliza aya kuzisoma, watu hawa wameridhiwa na Allah. Tuko vizuri? Jingine, hawa watu walishiriki vita ya Badri. Vita ya Badri ilikuwa ni vita ya kwanza ya Uislamu ya Badri, mpaka ukasikia kuna vitu vinaitwa Ahlul Badri, Al-Badiri. Sitaki kuzungumza Al-Badiri ni nini, kuna nini, lakini unaposikia kuna Al-Badiri, manake Ahlul Badri, watu walioshiriki Badri, vita vya Badri, ndio maana yake. Sasa wale watu walioshiriki vita vya Badri, watu wale Allah alivyowazungumza, mtume aliwazungumza hivi, aliwaambia hivi, alisema msimseme vibaya huyu alishiriki Badri. Ikitokea mtu yote labda amemzungumza mtu ambaye ameshiriki Badri, alisema msimseme chochote, wameshiriki Badri. Kwani kama vile Allah aliwatizama watu wa Badri walivyo,
akawaambia fanyeni mtakavyofanya, hata mkosee vipi, faqad ghafartu lakum, nimekwisha wasameheni. Yani hata wakikosea wameshakosea, Allah ameshawatangazia amewasamehe. Sasa katika watu ambao wamesamehewa namna hiyo, Abubakar yumo hayumo? Hakushiriki Badri, Umar hakushiriki. Sasa vipi tena? Tusikilize hadithi nyingine imesimuliwa na Jabir vile vile kuhusiana na watu hawa waliokuwa siku ile tahta shajara, waliofanya bai'a ile na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, la yadkhulu an-nara ahadun, hatoingia motoni yeyote, mimman baya'a tahta shajara, katika wale waliofanya bai'a chini ya mti ule. La yadkhulu an-nara ahadun, hatoingia motoni yeyote, mimman baya'a, katika wale waliofanya bai'a tahta shajara, chini ya mti ule. Wale watu waliofanya bai'a siku ile wote Mtume amesema hawaingii motoni. Baada ya maneno haya, unajasirisha vipi wewe kumsema vibaya mtu huyo? Tuko vizuri? Yani maneno haya yameyasema Mtume kwa hadithi sahihi, na mtu akikwambia hii hadithi, wakati mwingine unaambiwa hadithi sahihi, nyingine sio sahihi. Nimetanguliza aya huku mwanzo, aya ambazo hazitopingana na hadithi hizi. Allah akisharidhia maana yake nini? Si amemridhia mtu. Sasa huyu aliyeridhiwa hivi, Mtume ndio akamalizia anasema wote waliofanya bai'a pale hawaingii motoni. Sasa kama Allah amemridhia mtu, Mtume akasema wote hawaingii motoni, halafu mtu aibuke aseme huyu finnar, inakuwaje bwana? Siku hizi ni siku za utandawazi, clips zipo. Mkiona, mmesikia, mmeangalia kitu hamjakielewa, kimeongelewa Kiarabu au vipi, muonyeshe mwalimu wako, bwana hao wanazungumza kitu gani hapa, akufasirie, uwaone watu wenyewe ni hao. Kuwa makini nao. Hata ukiona amevaa nguo za aina gani, kuwa makini nao. Wana vitu wanavyovileta kwa kweli vimekaa ni vya Kiyahudi kabisa, si vya Kiislamu. Kwa tuwe makini, vitu hivyo si vitu vya kuachiwa msivijue. Kwa kuwa hili somo litaendelea sehemu nyingine, nyinyi mmelipata mwanzo, napenda niwatangulizie kuambia kwamba tunawajibika kuwazungumza vizuri hawa maswahaba majumbani mwetu. Watoto wetu wawe na tabia ya kuwapenda. Vile tunapoyaita majina ya hawa maswahaba, kuna kitu kinaitwa tafaul. Tafaul, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha. Tafaul ni kuzungumza kitu ukitazamia Mungu afanye vizuri kwa kitu hicho. Kwa mfano, umempa mtu jina kama jina la mtu mzuri, unatazamia Allah na yeye amfanye vizuri kama yeye. Sawa? Kinyume chake tafaul ni tashaum. Tashaum ni kukizungumza kitu kwa ubaya fulani. Mtu amepatwa na tatizo, yeye anamuita mtoto tatizo, unamsababishia matatizo, si vitu vizuri. Sasa tunapoita majina, kwa mfano ya maswahaba, Abu Bakar, na umemfundisha mtoto kumjua Abu Bakar, nafikiri atalipenda jina lake. Ukamuita Umar na ukamjulisha Umar ni nani, atalipenda jina lake. Umemuita mtu kwa mfano jina la kike Sumaya, akamjua Sumaya alikuwa ni nani. Sumaya ni mwanamke wa kwanza aliyekufa kwa kutetea Uislamu, wa kwanza kabisa. Watu wakamuua kwa kumpiga mkuki wakati anasema la ilaha illa Allah ahad, Allahu ahad, ahad, kama alivyokuwa akisema Bilal. Wakamuua mtu wa kwanza huyo mwanamke. Sasa ukitokea umemuita binti Sumaya na akalijua jina la Sumaya ni jina la namna gani, yani tafaul kwa mtu mzuri kama yule. Lakini tusipowafundisha, ndipo pale watoto wetu umemuita jina la Umar, anakuja kujiita Omi, awe mzungu fulani hivi, haoni raha. Umar, hamjui Umar, wewe nani? Omi.
wewe nani? Abubakar. Beka. Beka. Muhammad, jina la Muhammad, Mudi. Inakuwa namna hiyo, anaweka kizunguzungu, Mudi, Beka, Omi. Lakini kama tutawafundisha watoto wetu wawajue hawa watu na kuwapenda, watahuisha haya majina. Kina Ibrahimu wanaitwaje? Ibra, kwa mkato, yawe mzungu pia Ibra, anaita Ibra. Hawataki Ibrahim kabisa, yani inaogopewa. Watu wanampenda Isa kwa kumpenda kabisa, lakini hawezi wakamuita Yesu kwa sababu Yesu kwao ni Mungu, hawezi. Sasa Isa anabakia kwetu Isa, sawa? Sijui anamuitaje naye Isa, angalau yule anajulikana. Wanaogopa kubadilisha kwa vile anajulikana Isa ni jina la nani. Wengine wanamuita Mungu kabisa, kwa hiyo wanaogopa kiliita ovyo ovyo, ile hatari. Lakini majina ya maswahaba yanapotea, watu hawapendi maswahaba, hawazungumzwi vizuri. Tuwazungumze vizuri, iwe tafaul, watoto wawapende maswahaba wao waliotubebea dini wakaifikisha kwetu, sawa sawa. Wake kwa waume, wanawake wamefanya kazi zao nzuri na wanaume wamefanya kazi zao nzuri, dini ikafika kwetu. Kwa hiyo hapa wameambiwa watu hawa hawaingii motoni, wote walioshuhudia bai'at ar-ridwan katika mti ule hawaingii motoni. Inshallah kesho tunakwenda wapi? Masjid gani? Taqwa. Kesho inshallah tutakuwa Masjid Taqwa. Tutarudisha hii kidogo tulisoma, tusonge mbele tuone mengine yaliyozungumzwa na Mtume. Baada ya kuzungumza aya zilizotuweka wazi, kuna maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanahusiana na maswahaba, ili tuwaone utukufu wao hawa maswahaba. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuonane kesho inshallah, tuendelee na somo hili ili likae vizuri zaidi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.